Na mtazamaji wa Faruku Online TV, hapa ni mtaa wa Lilungu uliopo kata Likombe, halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani. Baba leo basi tumetembelea hapa lengo za kuzungumza na wananchi wa eneo hili kuona ama kujionea kwa kiasi gani wanapata changamoto ya barabara, lakini pia changamoto ya kutokuwepo kwa mitaro ambayo huenda sasa maji ya mvua yanasababisha ama itaadha kwa wananchi wa eneo hili. Wananchi wamezungumza hapa kwa maana kwa kiasi gani changamoto hii inawakumba mara baada ya mvua inapokuwa inanyesha wakati huu wa masika. Faruku Online TV pia tumekuandalia taarifa ifuatayo. Mimi jina langu naitwa Salumu Mohamed na Nomba, mkazi wa mtaa wa Lilungu, kata ya Likombe. Changamoto ya barabara ni chafu, hazitembeleki kipindi cha masika, hazitembeleki. Hata watoto wa shule wanapoenda shuleni wanapata shida. Mifereji ni midogo, mifereji maji, mvua zinaponyesha maji yanapindukia. Mimi hapa nilipo maji yanaingia ndani, kwa sababu mfereji ukienda kuangalia mwenyewe pale utaamini kwamba kweli mfereji sio mfereji. Mtaa wetu mimi nasikitika kwa sababu tuna kiongozi wetu, lakini kutusimamia barabara zikawa barabara ambazo zinazopitika kwa muda wowote, iwe kiangazi, masika, haziwezi zikapitika masika. Tunalazimisha tu kwa kuwa imetubidi. Kwa jina naitwa Fatuma Salumu na Mpembe, mkazi wa Likombe, mtaa wa Lilungu. Kuhusu ufereji, maji yanatuasili sana tu. Yaani hapa ikinyesha mvua majumba haya yote yanazungukwa na maji yanaingia mpaka majumbani, watu tunaasilika kiasi kikubwa. Tena kwa miaka yote hakuna hata subira hata kidogo ikinyesha mvua. Na changamoto nyingine tulizokuwa nazo, changamoto za barabara. Mtaa wa Lilungu hatuna barabara. Yaani sasa hivi akianza hapa mgonjwa tunanyanyua mpaka Tandika, ndio kule unaenda kutafuta bajaji, mgonjwa anaenda sehemu husika kwenda kupata huduma. Kuna kikalavati hapo mbele hapo tulijitolea si wenyewe wananchi, tukakijenga kidogo na nguzo za simu ambazo hizo mbovu tukakijenga, ila kile kikalavati kilikuwa kinaingia magari, bajaji, pikipiki, ila sasa hivi ndio kimekufa kabisa. Kwa hiyo tunachoomba serikali ituangalie kama sisi wakazi wa Likombe, mtaa wa Lilungu, hasa tuna kilio na mbunge aje tujenge hata kama kikalavati tu kile, tupate angao hata mabajaji yawe yanaingia kwa mgonjwa. Tukianza leo hivi tupate bajaji inaingia na kuja kumchukua mgonjwa, lakini bila hivyo mgonjwa anaweza kufia ndani. Changamoto za usafiri, tafadhali tunaomba serikali ituangalie, yani ituangalie kwa jicho pana sana, tunaomba. Naitwa Bwana Ali Hassani maarufu Mtondo, ni mkazi wa mtaa wa Lilungu, kata Likombe. Tuna changamoto kwa kweli kuhusu mfereji. Mfereji tangu ulijengwa na TASAF au kujenga kwa kiwango, na tangu muda huo serikali yenyewe ijapita huku kuja kukagua huu mfereji, na kweli tunapata changamoto na watu wengi wanapotelewa na kuku, vyombo, mpaka maji yanaingia majumbani. Hata hii nyumba yangu mimi yanapindukia maji, na nimepata hasara muda mrefu sana. Baada ya masika ya kifuku kweli tunahangaika tupate usingizi kuhusu laini hii, kianzia nyumba hii ya kwenye kona mpaka hii mpaka pale ulipoondokea pale, maji yanazama majumbani. Kwa hiyo tunapata changamoto mpaka familia yetu, wanafunzi wanapoenda shuleni wanashindwa kudamuka mapema kwa niaba ya hapa, hawapiti. Majina naitwa Salma na Madila. Kero kubwa sana, changamoto leo wepo ni mfereji. Mfereji tangu umejengwa mfereji na chango mpaka sasa hivi hufanyiki kitu chochote, bado maji yanaingia majumbani. Shida ni nini? Na wakati wenzetu wanatengenezwa mifereji, masuala ya maji yanapita pembeni, lakini huu bado ufanywe kazi yoyote.
Lakini pia tumemtafuta diwani wa kata hii ya Likombe kuweza kufahamu kwa kiasi gani changamoto hizi amezibeba ili kuweza kuzitatua na mwisho wa siku basi wananchi hawa waweze kupata urahisi wa kuweza kupita kwenye hizi barabara, lakini pia urahisi wa kuweza kutatua mtaro ambao pia kwa kiasi kubwa umekuwa na changamoto ya maji yanapokuwa yanajaa basi yanaingia nyumbani kwa wananchi wa maeneo haya. Kwa majina naitwa Said Salum Sefu, diwani wa kata Likombe, manispaa Mtwara Mikindani. Kwenye hoja ya ubovu wa miundombinu kwenye kata yangu, hususan barabara ya Tandika Likonde, hii barabara ni mbovu kweli, na kisababisha naweza kusema kwamba marekebisho hayakuwahi kufanyika katika bajeti ya mwaka jana 2024-25 ambayo inaishia mwezi Juni. Kulikuwa na matengenezo kidogo ya barabara hii, lakini kwa sababu tulikuwa kwenye chaguzi na serikali ilitoa tamko kwamba miradi yote sio kwa bado kuanza basi iweze kusimama, kwa moja barabara ambazo zilisimama pamoja na barabara hii. Lakini kwa sasa naamini kwamba tutakwenda kuifanyia marekebisho kwenye matengenezo, na tulishaanza. Kipo kipande tulianza kuweka kifusi kidogo, lakini pia tulianza na makaravati kuyaweka takriban karavati 2, kwa maana tunakwenda sasa kuona mazingira chanya kwenda kurekebisha. Ni vipande vidogo ambavyo vinahitaji mtaro kidogo, vinahitaji na maeneo mengine kuweka kifusi. Kwa barabara hii sio kuchonga tena, tunahitaji tuweke kifusi. Kwenye hoja ya mtaro, tunao mtaro mkubwa ambao ndani ya manispaa Mtwara Mikindani kwa mitaro ambayo itakuwa ni mikubwa itakayobaki baada ya ile kurekebishwa ya mradi tactics. Lakini tutakuwa na mtaro wa Likombe, kuna mtaro ambao unaanzia magereza kwenye mtaa wa Lilungu kuelekea mtaa wa Mlimani Mtepwezi, maeneo Mtepwezi kule kumwaga maji baharini kwenye maeneo yale ya industry area. Kwa hiyo kwa plani zangu mimi kwa mwaka huu wa baraza jipya ambao tumeingia, kwa sababu nimeona maeneo mengi wameanza, halmashauri zenyewe zimeanza kutengeneza mitaro yao kwa mfumo wa kuchimba kutanua, lakini pia na kuchimba kidogo kwa kina na kuotesha nyasi. Safari nimejipanga kwenda kushauri manispaa kwamba wakati tunasubiri miradi mikubwa basi tuanze sisi wenyewe kwa kutanua na mashine zetu, lakini pia na kuotesha manyasi. Tukiotesha nyasi special nadhani tunaweza tukafikia malengo sahihi na mtaro ukaweza kumimina maji. Kwa sababu ni mtaro mrefu na ni mkubwa, unahitaji bajeti kubwa, sio manispaa peke yake. Lazima tutegemee serikali kuu. Sasa kwenye mazingira kujipanga serikali kuu, maandiko mbalimbali, wakati tunasubiri majibu basi tuone namna sasa kujikwamua. Kutoka kata hii ya Likombe, halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, mimi sina ziada. Naitwa Faruk Ngonyani na hii ni Faruk Online TV. Bye bye.